Habari, mimi naitwa Dr. Kala, ni daktari wa binadamu, na leo kwenye mfululizo wa mada zangu za afya nitazungumzia uume wa mwanaume. Kumekuwa kuna rumors nyingi au tetesi nyingi kuhusu uume wa mwanaume, na hasa kuhusu ukubwa wa uume wa mwanaume, kwamba vitu gani ambavyo unaweza kufanya kuongeza. Na wanaume wengi sana wamekuwa kutumia pesa nyingi sana kufanya hii kazi. Lakini kitu ambacho sasa nikakwambia leo ni kwamba wanaume wengi wana uume wa kawaida ambao saizi yake ni sahihi. Sema tu kwa sababu ya teknolojia, kuangalia video za ngono mitandaoni kuna mfanya mtu ahisi kwamba yeye hafai au hatoshi, bila kujua kwamba zile video ambazo unaziangalia mtandaoni, kwanza wale jamaa wana tabia kuajiri watu ambao wana maumbile makubwa, lakini pia kuna engo za kamera ambazo wanazitumia kufanya hata mtu mwenye uume mdogo onekana na uume mkubwa. Lakini point yangu ni nini? Uume, watu wengi wana uume ambao uko sawa, na uume sio kigezo cha kipekee cha kumfanya cha kumridhisha mwanamke kitandani. Kuna sababu nyingi sana, lakini hii sio lengo la hii video. Mwanamke anaweza kafikishwa kileleni na kidole tu, hichi kidole ambacho ni kidogo sana kuliko uume wa watu wengi sana. Kwa hiyo unaweza kujiuliza, kama kidole kinamfikisha mwanamke kileleni, na kwaje wewe unahangaika na uume wako ambao umezidi kidole chako labda mara 4 au mara 5 au mara 6? Sina uhakika. Unaona? Kwa hiyo kwanza nianze na kusema uume wa kawaida unalingana vipi. Uume wa kawaida unapimwa ukiwa umesimama. Huwezi kupima uume ukiwa umelala, kwa sababu utakupa majibu ambayo sio ya kweli. Uume uliosimama ndio unakuja na majibu ya kweli. Kwa sababu kuna mtu mwingine uume wake ukiwa mdogo, ukiwa umelala unaonekana mdogo sana, ila ukisimama unakuwa size ya kawaida. Kwa uume ukiwa umesimama unatakiwa kwa kawaida huwa ni inchi 4 mpaka 6. Huo ndio uume wa kawaida. Unaona? Mtu mwenye inchi 6 na zaidi, hizo ni mbwembwe tu. Mtu mwenye inchi 4 na kushuka chini ndio anaweza kusema na uume mdogo, lakini watu wa hivyo ni wachache sana. Wengi wako kawaida. Unaona? Sasa nirudi kwenye mada kuu. Vitu gani ambavyo vinaongeza uume kweli? Na nitapitia vitu ambavyo viko sokoni na kujaribu kucomment kuhusu kila bidhaa ambayo iko sokoni, kwa sababu kuna bidhaa nyingi sokoni ambazo zinasema zinaongeza uume. Kwa hiyo nitazungumzia bidhaa moja moja, na kama inafanya kazi au kama ina madhara pia nitazungumzia. Bidhaa ya kwanza ni upasuaji au surgery. Upasuaji ndio njia pekee ambayo imethibitishwa kuongeza uume. Wale jamaa wanafanya upasuaji wanaweza kuongeza unene na urefu, kwa sababu wanauchana uume na kuongeza vitu ambavyo wewe unavihitaji. Lakini kuna madhara ambayo yanaambatana na upasuaji wa kuongeza uume, ikiwemo kushindwa kusimama vizuri au kusimama kwa engo ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo unaweza ukaenda kufanya operation vizuri ila ukaja na uume ambao haufanyi kazi vizuri. Na kama unavyofahamu, uume sio kama makalio ya mwanamke. Mwanamke anaweza kaenda kufanya upasuaji wa kuongeza makalio. Makalio huwa hayana kazi nzito, kwa hiyo yako pale tu imradi yamekaa vizuri. Lakini sisi tunafahamu kwamba uume una kazi maalum. Uume unatakiwa usimame.
Kwa hiyo ukienda ukacheza nao ukashindwa kusimama, huo sio uume tena, hicho ni kitu kingine. Bidhaa nyingine ambayo iko sokoni ambayo ina claim kuongeza uume ni vacuum. Vacuum wanachukua uume wanaingiza ndani ya vacuum, alafu wanakuwa na uvuta kwa kuongeza size. Lakini tafiti nyingi sana zimeonyesha kwamba ile kitu haifanyi kazi. Ni kitu tu ambacho watu wanafanya kusatisfy, lakini kama ni size itaongezeka muda ule unapofanya ile kazi. Lakini baada muda fulani yale matokeo sio ya kudumu, ni matokeo ya pale pale tu. Kwa hiyo mimi sishauri kufanya kitu kama hicho. Bidhaa nyingine ambayo inazungumziwa sokoni ni traction. Traction ni mashine ambayo inavuta, unaona? Inachukua uume, ambao ndio uume, inauvuta. Unaona? Tafiti nyingi zinasema kwamba ile kazi ya traction ni ya muda tu. Lakini baada ya muda mrefu au ni long run, hakuna matokeo ya kweli ambayo mtu anayapata kwa kufanya hivyo. Na kuna madhara ya kuumia, ya kujiumiza, kwa sababu uume ni una ngozi na misuli nyepesi, laini sana. Kwa hiyo ukitumia nguvu sana kujaribu kubadilisha, kuvuta uwe mrefu, unaweza ukapata maumivu. Unaona? Matibabu mengine ambayo yanatumika ni matumizi ya dawa za testosterone. Sasa matumizi ya dawa ya testosterone yanaongeza uume, na sayansi imethibitisha hilo, lakini yanaongeza uume kwa watu ambao wana upungufu wa kiwango cha hormone. Watu wenye upungufu wa kiwango cha hormone cha testosterone wanakuwa na dalili maalum, wanakuwa na uume mdogo kuliko kawaida. Naona. Lakini pia kupungua kiwango cha testosterone kunaweza kuja na dalili zingine za kimwili. Unaona? Kama kutokuwa kupungua, hasa dalili kubwa ni kupungua kwa misuli, kwa sababu misuli ya mwanaume inasababishwa na kiwango cha testosterone mwilini. Ndio maana wakati wa kubarehe mwanaume anaanza kuwa na misuli, ni kwa sababu ya homoni ya testosterone. Misuli, ndevu, sauti nzito. Kwa hiyo ili mtu upewe hizo dawa inabidi upimwe, uthibitishwe kwamba kweli wewe una kiwango kidogo cha testosterone. Kuna njia nyingine ambayo inasema ya kupunguza uzito. Hii njia inawafaa watu ambao ni wanene. Lakini ukiwa mnene sana, uume wako unaweza kufunikwa na nyama za mafuta. Haimaanishi kwamba wewe una uume mdogo lakini uume wako umefichwa. Kwa hiyo ukipungua haimaanishi kwamba uume wako umeongezeka. Inamaanisha kwamba zile mafuta yameondoka na uume wako sasa unaonekana vizuri. Kwa hiyo kitaalamu ni kwamba ukipungua uume wako unaonekana vizuri. Kama ulikuwa na kitambi ukakitoa, uume wako unaonekana vizuri, na sio kwamba uume wako umeongezeka. Kwa hiyo kama una kitambi, una mafuta mengi, sasa hivi unahangaika kuongeza uume, kitu cha muhimu ambacho unatakiwa ufanye sasa hivi wewe ni kupunguza uzito. Haya, sasa kuna vitu vingine ambavyo vinatumika kuongeza uzito kwa mtaani, ambavyo wenyewe kwa sababu hivi ambavyo nimezungumzia sasa hivi vilikuwa vinaongeza kwa muda fulani na baadaye vinapoteza. Hivi ni vitu ambavyo haviongezi kabisa, na ni biashara tu za watu za kuibia watu, na watu wengi sana wanapoteza pesa kwenye hizo scam, hizo biashara za kutapeliwa. Ya kwanza ni vidonge. Vidonge vya aina yote ile haviongezi uume. Kama umenunua vidonge ili ongeze uume, unaibiwa. Hicho kitu hakipo. Mitishamba. Hakuna mitishamba ambao umethibitika kuongeza size ya uume.
Hizo ni biashara za watu ambazo watu wanaibiwa. Kuna watu wana claim mazoezi ya uume yanaongeza uume, unaona, lakini yale mazoezi kuna mazoezi fulani watu wanafanya kama vile kama ushauri kuna mtu anakamua ng'ombe maziwa, ndio jinsi watu wanavyofanya kuongeza uume zao kwa kuchukua mafuta na nini, alafu wanakuwa wanakamua kwa kuamini kwamba ile misuli itaongezeka. Hiyo nayo haijathibitishwa kisayansi, na zaidi ukifanya vibaya itakuumiza tu na itakuletea matatizo mengine. Na kitu cha mwisho kingine ambacho kinafanywa na watu lakini pia hakina ushahidi wa kuongeza uume ni sindano. Kuna watu wanachoma sindano na nini kwenye uume kwamba zinaongeza uume, lakini hakuna ushahidi wa kufanya hivyo, unaona. Kwa mwisho kabisa nikupe moyo wewe ambaye unahangaika kukimbizana huku na huku, kwamba dawa ya uume haipo. Dawa pekee ambayo imethibitika kuongeza uume ni hiyo ya upasuaji ambayo nimesema mwanzoni, lakini nayo ina madhara yake. Kwa hiyo ukienda kufanya upasuaji uume wako ongezeke, lazima ujue changamoto ambazo zitaambatana na hicho ambacho ndio ukifanya. Nishie hapo kwa leo. Nashukuru kwa kuangalia hii video mpaka mwisho. Like, subscribe, share na washikaji. Nashukuru sana, nikutakia siku njema. Asante.